nataka tuzungumze athari ambazo kama nchi tutakutana nazo kutokana na kile ambacho kinajadiliwa katika bunge la Ulaya. Mimi kidogo nina ushirikiano fulani hivi na mashirika ya nje. Jana juzi nilikuwa najaribu kufuatilia ambao yako hapa Tanzania, yanasaidia vijana, yanasaidia wanawake. Bwana, mengi yalikuwa yamepeleka proposal za kuhitaji pesa kwa ajili ya kuendelea kufanya hii misaada tofauti, miradi tofauti, lakini mpaka sasa wanasema pesa imekuwa ngumu kuingia kutokana na kile kinachoendelea katika nchi yetu. Mambo ni magumu. Kwa hiyo tutarajie zile elimu ambazo watu walikuwa wanapewa kuhusu unyanyasaji wa kijinsia, elimu sijui kuhusu vijana kujiondoa sijui kwenye vitu gani, namna gani vijana wanaweza kutoka kwenye hatua moja kwenda nyingine. Tutegemee hizi kama zitaondoka, bado tutakuwa tena tumeongeza tatizo mara dufu la lile tatizo lililokuepo awali. Kwa sababu kama tulikuwa tunatarajia hizo fedha kwa ajili ya hizi taasisi ama haya mashirika binafsi yaweze kuwasaidia hawa vijana, na sasa pesa zimeondolewa, kuna changamoto kubwa sana naiona hapa. Kabisa. Sasa athari yake tunakoelekea ni wapi kama nchi? Cha kwanza ni kuteteleka kiuchumi, kwa maana ya kwamba tusitegemee kama uchumi wetu kama ulikuwa unakuwa kwa kasi kiasi fulani utaendelea kukua vile vile, kwa sababu kulikuwa na viwezeshi ambavyo vilikuwepo. Tulikuwa tuna uwezo wa kutekeleza baadhi ya miradi katika nchi yetu ambayo ilikuwa inategemea misaada kutoka nje. Na unapozungumza Ulaya, unazungumza miongoni mwa mataifa makubwa yaliyotoa misaada au yaliyowekeza sana nchini Tanzania. Kwa mfano, mpaka sasa hivi kwenye vyanzo vyangu ambavyo nimejaribu kuvipitia, nchi ya Uingereza ndio nchi ambayo imewekeza kwa kiwango kikubwa sana nchini Tanzania. Japo ukiangalia pia mataifa ya Ulaya yamekuwa mengi sana. Ni kawaida kusikia msaada kutoka sehemu fulani, lakini hii madhara ya moja kwa moja ambao sisi tutakuta ni hali tutapita kwenye kipindi kigumu cha kiuchumi. Na ndio maana hata Mheshimiwa Rais alilitambua hili wakati tunakumbuka alivyokuwa anawaapisha baraza la mawaziri. Alieleza wazi kwamba tutaenda kupita kwenye kipindi kigumu, kwa hiyo mwende mkaangalie namna nzuri ya kuweza kupata hizi fedha ambazo zinakuwepo. 88.5 Shamba FM.